Hello, ni kipindi cha muda mrefu sana hatujaonana, lakini leo nimekumbuka jambo moja nikasema nikuulize, na wewe ni mmoja wapo. Inawezekana umekwisha kusikia mambo mengi, matangazo, mafundisho mbalimbali yanayozungumza na kuelezea ama kusisitiza zaidi kuhusiana na lishe, lakini leo nikasema nikuulize na wewe msikilizaji wa Oasis of Annunciation. Siku zote na wewe umekuwa ukijiuliza kuna umuhimu gani wa kuzingatia mtindo bora wa maisha? Je, kuna umuhimu gani wa kuzingatia mashauri yanayotolewa kuhusiana na lishe yako? Pengine umekuwa na wewe miongoni mwa watu wanaosema babu yangu alikuwa hivi. Naupenda sana huo msemo. Babu yake alikuwa hivi. Kuna umuhimu gani wa mimi kuanza kufuatilia lishe, mtindo bora wa maisha, kuacha sigara, kuacha pombe, kuacha kula chipsi, na kuacha vitu vingine vyote ambavyo mimi naona vinanifurahisha, pizza, burger na vitu kama hivyo, kwa sababu tu ati wataalamu wa lishe wanasema ni hatari kwa afya yangu, wakati ninaweza nikagongwa na gari muda wote na nikafariki au nikafa hata kwa malaria. Kama na wewe ni mmoja wapo, basi leo tujikumbushe kidogo historia fupi au maneno mazuri katika historia ambayo aliwahi kusema rais wa zamani kidogo, kipindi cha mwaka 1909, Rais Theodore, rais wa Marekani, ambaye katika historia alikuwa ni rais mdogo sana na mdogo kabisa katika historia ya Marekani, kupata rais mdogo wa umri wake. Na alipofanikiwa kupata urais, alisema kwamba ni ngumu sana kushindwa katika maisha, lakini ni mbaya zaidi kushindwa kwa sababu hukujaribu. Kwa hiyo ni ngumu sana kushindwa, ni kweli, lakini ni mbaya zaidi kufeli kwa kuwa hukujaribu. Kwa nini leo nimependa tujikumbushe msemo huu kidogo, msemo wa kisiasa, lakini tunazungumzia mambo ya lishe. Ni kweli tunaweza tukafa kwa ajali, tunaweza tukafa kwa kisukari ambacho tumepata kutokana na historia au vinasaba ambavyo tumevipata kutoka kwa wazazi wetu ama kwa familia. Lakini ni mbaya zaidi kupata kisukari au kuumwa kitandani, kupooza kutokana na mambo ambayo ungeweza kujaribu kujizuia. Ni hilo tu kwa leo. Tafakari, chukua hatua. Bye bye.